Ukombozi wa uzao wa mwanamke. Mara nyingi huwa ninapenda kutafakari. Nakumbuka Mungu anaongea na Joshua, anamwambia maneno ya kitabu hiki yasiondoke kinywani mwako, uyatafakari mchana na usiku ili uweze kuifanikisha njia yako. Kwa hiyo kutafakari ni sehemu kabisa ya muhimu ya kimaandiko. Kutafakari neno, aliambiwa tafakari neno lililoandikwa katika kitabu hiki. Kwa hiyo mtu wa Mungu kulitafakari neno la Mungu ni kiroho kabisa. Kwa hiyo mara nyingi nikisoma andiko huwa ninaanza kulitafakari, na wakati mwingine naanza kujiuliza maswali. Kwa nini Mungu hapa alisema hivi? Na kama alisema hivi, kuna nini ambacho anataka nikifanye? Kwa hiyo huwa ninapenda kutafakari. Nikaanza kutafakari andiko hili kutoka kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 13, nitasoma mstari wa 14 mpaka mstari wa 15. Tunaona uzao wa huyu mwanamke utamponda nyoka kichwa, na uzao wa nyoka utapondwa kisigino. Ninataka tuangalie huu uzao wa mwanamke unaozungumzwa hapa ni upi. Mungu alipoongea maneno haya, maneno ya Mungu ni amina na kweli. Hapa hatuwezi kusema huu ulikuwa ni unabii ambao Grace aliutoa, au ni unabii ambao Isaya aliutoa, au hatuwezi kusema huu ni unabii wa nabii Hosea. Haya yalikuwa ni maneno ya Mungu mwenyewe, anaongea na nyoka na anaongea na mwanamke. Yuko pale kwenye bustani ya Edeni. Lakini leo maneno haya yako kwenye nyumba ya Mungu, yamekufikia kabisa. Mungu alipokuwa anaongea kwa habari ya mwanamke, alikuwa anaongea habari ya uzao wa mwanamke. Maana yake ni wale watakaozaliwa na mwanamke, ni yule atakayezaliwa na mwanamke. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya, tunaona Isaya alitabiri habari za kuzaliwa kwa Yesu, lakini akasema, tazama, atazaliwa, jina lake watamwita Imanueli, yani Mungu pamoja na sisi. Alitabiri, lakini tayari Mungu alikwisha zungumza kwamba atakuwepo mwanamke ambaye Mungu mwenyewe atamtumia kuleta uzao mteule, kuleta uzao mtakatifu, kuleta mzao uliobeba kusudi lake. Yes. Kuleta uzao, yes, ambao utashinda, kuleta uzao ambao hautakuja kupoteza muda hapa duniani. Amen. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anaongea kwa habari ya uzao wa mwanamke, yes, alikuwa anaongea habari za Yesu mwenyewe ambaye atakuja kupitia mwanamke. Amen. Hapo naomba ni chambue kidogo. Haimaanishi Yesu kuzaliwa na Mariamu kwamba alikuja amezaliwa kama tulivyozaliwa sisi ambao tuna baba na mama wa kimwili. Yes. Aliambiwa kabisa ujauzito huu ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo kwa hali ya rohoni, Yesu na mimi na wewe hatuna tofauti, kwa sababu yes, Yesu ni mwana wa Mungu, na wewe ni mwana wa Mungu. Yes. Maana wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Naomba nikukumbushe. Nikukumbushe jambo ambalo ni la msingi sana. Kuna mahali wewe umetoka. Ndio. Haujatokea Shinyanga. Haujatokea Mwanza. Yes. Haujatokea Songea. Ndio. Kwa sababu kule baba na mama ndiko wanakoishi. Wewe ulikuwa ndani ya Mungu. Yes. Ndani yake tunaishi. Yes. Ndani yake tunakuwa na uhai wetu. Haya maisha unayoyaishi sasa hivi
unatembelea kwenye ile picha ambayo Mungu alishaitengeneza hata kabla haujazaliwa na baba na mama. Yesu alikuja duniani, akaifanya kazi na mapenzi ya baba yake. Akalitimiza kusudi la Mungu la kumleta hapa duniani. Alipoimaliza kazi, akarudi nyumbani. Maisha haya tunayoishi, haya sio maisha ya milele hapa duniani. Kuna maisha ya milele sehemu mbili, ambazo kuna baadhi tayari wamekwisha tangulia kwenye sehemu hizi zote mbili. Kuna maisha ya milele kule Jehanamu na Shetani, ambayo wewe sio sehemu yako. Na kuna maisha ya milele mbinguni pamoja na Yesu. Yes. Pamoja na mwana-kondoo. Ambako aliwahi kusema kabisa miaka mingi iliyopita, ninakwenda kuwaandalia makao. Oh, yes. La sivyo ningali waambia kwamba ninakwenda kwa Baba. Yes. Niwaandalie makao, nitakapo kuwepo na ninyi muwepo. Kwa hiyo maisha haya unayoyaishi haupaswi kabisa kuishi kana kwamba umefika. Kazi zako unazofanya, iwe ni biashara, iwe ni masomo, Yes. iwe ni kazi umeajiriwa mahali, hautakiwi kuifanya kana kwamba umefika. Yes. Uko safarini. Yeah. Na safari yako iko hivi. Kuna jambo ambalo Mungu anataka alifanye hapa duniani. Yes. Lakini Mungu ni Mungu wa kanuni na ni Mungu wa sheria. Ndio. Yeye mwenyewe akasema mbingu ni mbingu za Mungu, lakini nchi amewapa wanadamu. Amen. Nini maana ya hili neno wanadamu? Wanadamu. Wanadamu. Damu naijua. Yes. Ni wana waliotokana na damu na nyama. Yes. Kwa hiyo anasema mbingu ni za kwake, lakini nchi amewapa wanadamu. Lakini pamoja na kwamba amewapa nchi wanadamu, ndani yake amekuweka wewe. Yes. Ndani yake ameliweka kusudi lake. Amen. Ameliweka kusudi lake ndani yako ili iweje? Kwa sababu yeye tayari ameshasema mbingu ni mbingu zake. Yes. Kwa hiyo hana uhalali wa kuja kufanya kazi moja kwa moja kwa wanadamu. Ndiyo. Kwa hiyo kwa hekima yake ameamua akate kipande cha kusudi aweke kwa askofu. Yes. Akate kipande cha kusudi aweke kwa mama. Akate kipande cha kusudi aweke kwa waimbaji. Akate kipande, kila mmoja mgeukie, mwambie na wewe kuna kusudi la Mungu ndani yako. Yes. Kuna kitu Mungu anataka kufanya kupitia maisha yako. Yani mimi nikifika hapo huwa nasikia raha. Yani nasikia raha. Yes. Nasikia furaha. Amen, amen. Unajua, Yes. wewe unayefanya kazi mahali, bosi akisema sasa nimemchagua dada Nkungunde ili aende Malawi akafanye kazi fulani kuiwakilisha kampuni. Basi huyu dada anafurahi, nimekatiwa na tiketi. Anafurahi, jamani nitalipwa na allowance ya safari. Anafurahia, yani anajiandaa. Yani kwa mara ya kwanza nakwenda Malawi. Yani hela nzuri kabisa ya kazini. Yes. Anafurahia. Sasa wewe umetumwa na mbingu. Umetumwa na Jehova aliyeumba mbingu na nchi. Yes. Umetumwa na Baba aliye Baba wa wote. Yes. Umetumwa na yeye ambaye hiyo pumzi ya uzima iliyoko ndani yako inatoka kwake. Oh, yes. Yeye ndio amekutuma. Amen. Na hajakutuma uje uwe bize Yes. kwa mambo ambayo hakukuleta kuja kuyafanya. Kuna kazi na huwa kuna majukumu. Yes. Unatakiwa baba wa familia utimize majukumu yako kwenye familia. Yes. Lakini wakati wa kutimiza majukumu hauwezi kuacha kwenda kazini. Ndio. Kwa hiyo kuna majukumu na kuna kazi. Yes. Kile kilichomfanya Mungu akulete duniani, hiyo ndio kazi.